Mwisho wa safari ya kocha Pedro Goncalves Yanga umefika baada ya mabosi wa klabu hiyo kuamua kuvunja naye mkataba kutokana na presha kubwa ya matokeo pamoja na hali ya sintofahamu iliyokuwa ikiendelea katika kikosi hicho. Pedro alitambulishwa Yanga Oktoba 25 mwaka 2025 akiwa na wasifu wa kufundisha timu za taifa, lakini maisha ya klabu yenye presha kubwa kama Yanga yameonekana kumshinda katika siku 172 hadi Mei 6 mwaka 2026. Pamoja na kuwa Yanga inaendelea kuongoza msimamo wa ligi kuu bara, lakini bado kulikuwa na mambo mengi yaliyokuwa yakiwatesa mashabiki pamoja na viongozi wa timu hiyo, jambo lililopelekea uamuzi wa kumuondoa kuchukuliwa. Hapa kuna mambo 6 yanayotajwa kuchangia uamuzi wa viongozi wa Yanga kufikia kumfuta kazi Pedro, kama ambavyo taarifa yao ya Mei 6, 2026 iliyotolewa na mtendaji mkuu Andre Mtine ilivyoeleza. Jambo la kwanza ni wachezaji. Moja ya mambo yanayotajwa kumweka Pedro kwenye wakati mgumu ni taarifa za baadhi ya wachezaji kutokuwa sawa na mfumo wake wa kazi pamoja na namna alivyokuwa akiendesha timu. Ndani ya kikosi hicho ilielezwa kuwa kulikuwa na nyota waliokuwa wakionekana kutofurahishwa na baadhi ya uamuzi wake, hasa kwenye upangaji wa kikosi pamoja na mbinu zake za uchezaji. Hali hiyo ilianza kuonekana hata uwanjani, ambapo baadhi ya mastaa walionekana kupoteza morali na kushindwa kucheza kwa kiwango chao halisi kama ilivyokuwa mwanzo wa msimu. Katika timu yenye mastaa wengi wenye majina makubwa kama Pacome Zouzoua, Alan Okello, Max Nzengeli, kushindwa kuwaweka wote kwenye mstari mmoja ni jambo ambalo linaweza kumwangusha kocha haraka sana. Jambo la pili ni usajili. Usajili wa mshambuliaji Laurindo Aurelio Depu pamoja na Buba Jame umeonekana kuwa sehemu ya matatizo aliyomponza Pedro ndani ya Yanga, kwani ndio mastaa aliyowataka kwenye usajili wa dirisha dogo Januari 2026. Wachezaji hao walikuja kwa matarajio makubwa ya kuongeza nguvu kwenye kikosi hicho, lakini kiwango chao hakikuendana na matarajio ya mashabiki wengi wa timu hiyo. Licha ya kushindwa kuonyesha ubora wa kutosha, Pedro aliendelea kuwaamini na kuwapa nafasi mara kwa mara, jambo ambalo lilikuwa likiwakasirisha mashabiki pamoja na baadhi ya wadau wa soka. Katika baadhi ya mechi muhimu, safu ya ushambuliaji ya Yanga ilishindwa kutumia nafasi nyingi za mabao, hali iliyoongeza lawama kwa mastaa hao pamoja na benchi la ufundi. Wapo mashabiki walioamini Pedro alikuwa analazimika kuwachezesha mastaa hao kutokana na mazingira ya usajili wao, jambo lililoonekana kuathiri ushindani katika kikosi, ukiachilia majeraha ambayo yalimweka nje Depu. Kadri pressure ya matokeo ilivyokuwa ikiongezeka, ndivyo lawama juu ya matumizi ya Depu na Buba zilivyozidi kuwa kubwa Young Africans. Hata hivyo, Depu ameonyesha kupambana, kwani kuingia kwake dirisha dogo hakukumzuia kutikisa nyavu hizo, hivi sasa akiwa na mabao 6, 4 nyuma ya kinara Faisal Salum mwenye magoli 10. Jambo la tatu ni machaguo. Jambo lingine linalotajwa kumponza Pedro ni uchaguzi wake wa kikosi ambao mara nyingi ulikuwa ukizua mjadala mkubwa kwa mashabiki. Katika baadhi ya mechi, Pedro alikuwa akiwaacha benchi baadhi ya nyota waliokuwa kwenye kiwango kizuri, huku akiwapa nafasi wengine ambao hawakuwa kwenye ubora mkubwa. Maamuzi hayo yalifanya mashabiki wengi kuanza kuhoji uwezo wake wa kusoma mechi pamoja na kufanya maamuzi sahihi ya kiufundi. Katika timu yenye ushindani mkubwa wa nafasi kama Yanga, kosa dogo la uchaguzi wa kikosi linaweza kubadili kabisa matokeo ya mchezo. Wadau wengi wa soka waliamini Pedro hakuwahi kupata kikosi chake bora cha kwanza, jambo